tunamtaka Bwana na nguvu zake katika siku ya leo, tukitambua ya kuwa ni siku aliyoifanya Bwana, haijatokea bahati mbaya. Tunaiendea siku ambayo itazaa faida, tunaendea siku ambayo tutapokea uzima, tunaiendea siku ya baraka kabisa katika maisha yetu. Tunaposimama mbele za Bwana, na huu ndio utii wetu, ya kuwa tunautambua uweza wa Mungu katika maisha yetu, ya kuwa katika yeye tunaweza kushinda, na katika yeye tunaweza kupenya, na katika yeye tunaweza kuona matokeo yaliyo bora katika maisha yetu. Katika dunia iliyo na uharibifu, iliyo na uovu, iliyo na mabaya, katika uwepo wa Mungu sisi tunaweza kushinda. Bila kujali hali na nguvu alizonazo shetani dhidi ya maisha yako, kuna nafasi ya ushindi unapomtambua Mungu ni nani kwenye maisha yako. Mwandishi wa Zaburi ya 3 mstari wa 1 hadi wa 4 inatupa picha kubwa sana juu ya hali na aina ya maisha yetu, ikiwa inatuambia kwamba tuna watesi wengi katika maisha yetu. Tuna watu wengi wanaotushambulia ili tupotee. Na Biblia inaendelea inazungumza katika ule mstari wa 2, inasema wengine wanaiambia nafsi yangu, huyu hana wokovu katika Bwana, hawezi kuokolewa na Bwana. Lakini Biblia inatupa moyo na kutuambia yeye ni Mungu wetu, yeye ni Bwana kwetu, yeye ni ngao yetu pande zote, yeye ndiye Mungu anayetupa utukufu, na yeye ndiye Mungu anayeinua vichwa vyetu tena. Mstari wa 4 na ufurahia, anasema kwa sauti yangu namuita Bwana, naye ataitika kutoka katika mlima wake mtakatifu. Biblia inazungumza nasi asubuhi ya leo ya kuwa katika hali zilizoko mbele yetu, katika mapambano yaliyoko mbele yetu, katika mipango iliyoko mbele yetu, tuna nafasi ya kulitia jina la Bwana na kupokea ushindi katika maisha yetu. Mungu ni Baba ambaye anaweza kushinda kila uovu na uharibifu ambao tungeuona katika maisha yetu. Mungu anaweza kunyamazisha kila shetani, kila mwanadamu, kila uharibifu na usiwe na nguvu dhidi yetu. Mungu anaweza kuondolea mbali mabaya yote yanayoendelea katika maisha yetu. Na siri ya utendaji wa Mungu, Biblia inatuambia iko katika maombi. Siri ya kupenya kwako ipo katika maombi. Siri ya kuvuka kwako iko katika maombi. Na Yesu anasema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Unapoianza siku yako kwa ibada, unatangaza mtembeo wa Mungu katika maisha yako, na unajitabilia juu ya mambo mema ambayo Mungu anayafanya kwenye maisha yako. Kumbuka tayari ulipompokea Yesu akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ulikuwa mwana wa miliki ya Mungu. Hauishi katika nguvu ya kushindwa, bali unaishi katika nguvu ya kushinda. Paulo anamwambia Timotheo, anamwambia hiyo roho ambayo ina manifest ndani yako hautukupewa na Mungu, ikatae upokee roho ya Mungu. Na mimi nakutangazia asubuhi ya leo, hiyo roho ya magonjwa hukupewa na Bwana. Hiyo roho ya vita kwenye ndoa hukupewa na Bwana. Hiyo roho ya hasara hukupewa na Bwana. Hiyo roho ya kukataliwa hukupewa na Bwana. Hiyo roho ya mateso haukupewa na Bwana. Na kila roho ambayo haujapewa na Bwana, Biblia inatulazimu sasa tuiambie hapana. Hutakiwi kuendelea kukamata maisha yangu, hutakiwi kuendelea kwa watoto wangu, hutakiwi kuendelea kwa ndugu zangu, hutakiwi kuendelea kwa maono yangu, hutakiwi kuendelea katika hatua zangu. Hebu asubuhi ya leo inua sauti na uibariki siku ya leo.
Mwambie Bwana, ninakushukuru kwa siku ya baraka. Ninakushukuru kwa ajili ya siku ya ushindi. Ninakushukuru kwa ajili ya siku yenye matokeo mazuri, siku ambayo nitavuka kwenda ng'ambo ya pili, siku ambayo nitarithi ahadi za Mungu, siku ambayo nitauona wokovu wa Bwana. Katika jina la Yesu, nimepewa siku ya leo kuwa siku yangu ya kustawi, siku yangu ya kurudisha tumaini jipya, siku yangu ya kuendelea mbele, siku yangu ya kupata faida. Nimepewa na Yesu siku ya leo, nimepewa na Bwana siku ya leo. Ni siku yangu ya kubarikiwa, ni siku yangu ya kustawishwa, ni siku yangu ya kuendelea mbele katika jina la Yesu. Nami naibariki siku ya leo, nabariki mwanzo wa siku ya leo hata mwisho wa siku ya leo. Kuingia kwangu na kutoka kwangu kumebarikiwa. Nabariki kazi za mikono yangu, kila nitakalolifanya litazaa faida na litazaa matokeo bora katika jina la Yesu. Kila nitakayekutana naye atakuwa baraka kwenye maisha yangu, naye atastawi kwa kuwa amekutana na mtu wa Bwana. Nami kila nitakalolitenda siku ya leo litajazwa na utukufu wa Bwana. Inua sauti na uibariki siku ya leo. Inua sauti na uitangazie mema siku ya leo. Bwana, na haya ni maombi yangu juu ya siku ya leo uliotupa tuweze kuishi katika nchi ya walio hai. Asante kwa sababu ya uweza wako unaotembea ndani yetu, unaotembea kwa watoto wetu, unaotembea kwa wapendwa wetu. Asante kwa ajili ya agano la msalaba linalodhihirika kwetu, linalodhihirika kwa watoto wetu. Umesema umepigwa ili sisi tupone, ndiyo maana tuko hai katikati ya magonjwa mabaya. Umesema umedharauliwa ili sisi tuheshimiwe, na ndiyo maana hila za anguko letu hazikutimia kwetu. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya mkono wako ulio hodari. Mungu usiyetuacha, Mungu usiyetusahau, ndiwe Mungu wetu. Tunakuinulia sauti, tunakuinulia mikono tunapoanza siku ya leo. Sisi tunalotumaini katika wewe, sisi tunalotumaini katika wewe. Nguvu zetu ni wewe, wokovu wetu ni wewe, nuru yetu ni wewe, msaada wetu ni wewe. Mungu utulindaye, Mungu unayetuongoza, Mungu unayetustawisha, Mungu unayetubariki, Mungu unayetuonyesha, Mungu wa matendo makuu. Tunakuinulia mikono tena tunapoiendea siku ya leo, tukisema Bwana, tunakutaka na nguvu zako katika siku yetu ya leo. Tunakutaka na nguvu zako katika maisha yetu siku ya leo. Tunapoiendea siku ya leo, tunapoendea biashara mpya, tunapoendea mawazo mapya, tunapoendea maono mapya, tunapoendea mikataba mipya, Bwana, tunatangaza kazi ya msalaba kudhihirika kwetu, kazi ya msalaba kudhihirika kwetu. Kile ulichokifanya pale msalabani kwa ajili yetu, hebu kiongee katika jina la Yesu. Tunaongea juu ya watenda mabaya, juu ya watenda maovu, ya kwa uovu wao, mabaya yao si halali kwetu, maana sisi ni wale tulionunuliwa tena kwa damu ya thamani kuliko damu za dunia. Katika jina la Yesu tunaibariki siku ya leo. Watenda mabaya hawatatudhuru, watenda mabaya hawataondoa amani zetu, watenda mabaya hawatatuangusha, watenda mabaya hawatatuharibu, watenda mabaya hawatatupoteza katika jina la Yesu. Hii ni siku ambayo tutakuwa wakuu zaidi ya waabudu shetani, tutakuwa wakuu zaidi ya hao wasio na Mungu. Tunakalia viti ambavyo vitaleta utukufu kwa ajili ya Bwana katika jina la Yesu. Tunaiendea siku ya leo kwa damu ya Yesu, tunaiendea siku ya leo kwa jina la Yesu. Nasi tunatangaza mahali popote kuliko na kazi za shetani, uharibifu utokee. Tunaharibu kila pando la shetani kwenye maisha yetu siku ya leo. Tunaharibu kila mbegu ya shetani kwenye maisha yetu siku ya leo. Kokote tutakapokuwepo, popote tutakaposimama, kazi za shetani na hazitatimia. Magari tutakayopanda, pikipiki tutakazopanda, njia tutakazopanda, hila za shetani zitanyamazishwa kwa jina la Yesu wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Watoto wetu watakapokuwepo, ndugu zetu watakapokuwepo, acha malaika wa Bwana wasimamie ulinzi wao, amani yao, furaha yao, ndoa zao, taaluma zao, biashara zao katika jina la Yesu.
kama neno la Bwana linavyosema, walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wa adui. Na hii ni imani yetu tena tunapoianza siku ya leo, ya kwa Bwana umeachilia jeshi la ajabu, jeshi lenye nguvu kwa ajili ya kutushindia, kwa ajili ya kutuwezesha, kwa ajili ya kutufanikisha. Nasi tunatangaza jeshi la Bwana litangulia mbele yetu, lisimame nyuma yetu, kutulinda na hila zote, kutupigania na maadui zetu katika jina la Yesu. Wale maadui, wawe wadogo wawe wakubwa, wawe wa kafara wawe wa bure, katika jina la Yesu tunaharibu hila zao na hawatatenda kazi katika maisha yetu. Yes. Inua sauti yako. Inua sauti yako. Tangaza ubora wako kuliko watu wa shetani. Tangaza ustawi wako kuliko watu wa shetani. Tangaza matokeo zaidi ya watu wa shetani. Sema, mimi nitakuwa imara, nitasimama mahali wengine wameshindwa kusimama, nitaendelea mbele mahali wengine wameshindwa kuendelea, nitapenya mahali wengine wamezuiliwa, nitaondoka mahali ambapo wengine wamekamatwa, katika jina la Yesu. Kama Bwana Mungu aishivyo, yeye aliyelipa kwa damu yake mwenyewe, yeye aliyelipa kwa maisha yake mwenyewe, yeye aliyelipa kwa heshima yake mwenyewe, yeye aliyelipa kwa ukuu wake mwenyewe, kama neno linavyosema, alijinyenyekesha hata mauti, tena mauti ya msalaba. Yeye alilipa gharama ili aibu isiwepo katika ndoa yangu, ili aibu isiwepo kazini kwangu, ili aibu isiwepo kwenye uchumi wangu. Nami ninatangaza asubuhi ya leo, kila mwana wa Mungu aliyekamatwa, aliyeandaliwa mpango wa kuzuiliwa na nguvu za giza, today be free, kuwa huru kwa damu ya Yesu, kuwa huru kwa kazi ya msalaba. Ninatangaza lile agano alilolianzisha Yesu pale msalabani, yule aliyeweka agano kwa damu yake mwenyewe. Natangaza agano hili liongee. Bwana anakukumbuka, Bwana anakusikia, Bwana anakuita tena. Hutakuwa mtumwa, hutakuwa dhaifu, hutakuwa kwenye huo ugonjwa, hutakuwa kwenye hayo mabaya, kwa kuwa iko gharama ili ilipo kwa ajili yako. Nami natangaza kazi ya msalaba dhidi ya maisha yako, dhidi ya ndoa yako, dhidi ya watoto wako, dhidi ya wapendwa wako, katika jina la Yesu. Hakuna shetani, hakuna mwanadamu wa kukuzuia tena, maana sababu ya kukuzuia haipo tena. Ile dhambi iliyokuwa inasababisha milango mibaya kufunguliwa kwenye maisha yako ilishasamehewa. Kiri na utangaze, kiri na utangaze. Hakuna sababu, hakuna njia ya uovu, hakuna utendaji wa shetani utakao kushinda siku ya leo. Tangaza, mimi ni bora, mimi ni bora zaidi yao. Wao wana masilaha yao ya kishirikina, wao wana maneno yao ya laana, wao wana mbinu zao za uharibifu. Mimi ninaye Bwana Mungu wa majeshi, sitazuilika kwa kazi zao, sitazuilika kwa mifumo yao, sitazuilika kwa tabia zao, katika jina la Yesu. Kila nguvu iliyo mbele yangu iliyokuwa inanizuia siku zote, leo ninatangaza, ninakushinda. Inua sauti na uombe, inua sauti na uombe, iombe siku ya leo. Tangaza ubora, tangaza ushindi, tangaza mafanikio, tangaza matokeo katika njia yako. Nami ninakuombea katika jina la Yesu, nami ninakuombea kwa jina la Yesu wa Nazareti. Kila silaha itakayoundwa dhidi yako haitakupata wewe na wapendwa wako. Kila adui atakayesimama mbele yako ataangushwa na jeshi la Bwana katika jina la Yesu. Kila maneno yaliyonenwa kwa ajili yako hayatakuzuia katika jina la Yesu. Kila hila iliyotengenezwa dhidi yako itagundulika katika jina la Yesu. Kila watu wabaya waliopandwa na shetani kwenye maisha yako wanafichuliwa katika jina la Yesu. Ninakuombea kama Bwana Mungu aishivyo. Natangaza kama nabii wa Bwana kutoka katika mlima wa Bwana, wokovu wako watoka kwa Bwana. Utapiganiwa na Bwana katika hila zote za uharibifu. Utalindwa na Bwana katika mipango yote ya kishetani. Hautaonewa katika jina la Yesu. Hautaharibiwa katika jina la Yesu. Hautapotezwa katika jina la Yesu. Njia yako itanyoshwa na Bwana. Matendo yako yatashinda matendo ya adui. Maneno yako yatakuwa bora zaidi ya maneno ya watu wasio na Mungu katika jina la Yesu. Biashara yako itakuwa na ushindi zaidi ya hao wanaoshinda kwa nguvu za giza. Ninakubariki, ninakuinua siku ya leo katika jina la Yesu. Hebu nisikilize.
Hebu asubuhi ya leo ombea amani kwenye familia yako. Moja kati ya eneo ambalo shetani anakusudia kutangaza mabaya ndani ya watu mwaka huu ni juu ya kutokuelewana katika familia. Na hisi kila mmoja unaweza ukawa shahidi wa hili, ya kuwa kumefikia hatua ambayo unaona kama kupishana kumekuwa kwingi, kutokubaliana kumekuwa kwingi, kutokuelewana kumekuwa kwingi. Unaweza ukaliona ni jambo la kawaida kwamba tunazungumza tu, but ni nguvu ya kukuzuia usifanikiwe, ni nguvu ya kukukwamisha usipate matokeo. Una nafasi mbele za Bwana asubuhi ya leo kutangaza amani ya kimungu juu ya nyumba yako. Una nafasi ya kutangaza kuelewana kwa kimungu kutokea juu ya nyumba yako. Inua sauti yako na uombe. Inua sauti yako na uombe. Tangaza amani katika kila mifarakano. Tangaza amani katika kila kutokuelewana. Tangaza amani juu ya kila mashauri mabaya yaliyoachiliwa kwenye familia yako. Tangaza amani, tangaza amani. Hata kama wazazi wanawavuruga, hata kama ndugu wanawavuruga, hata kama kuna mambo yanaanza kuzaliwa ambayo hayakuwepo hapo zamani, asubuhi ya leo tangaza amani. Bwana, na haya ni maombi yetu asubuhi ya leo. Acha amani yako itawale nyumba yangu. Acha amani yako itawale kazini kwangu. Acha amani yako itawale kwenye njia yangu. Acha amani yako iwe juu ya maisha yangu. Kwa neno lako lisema, unaniachia amani. Unaniachia amani. Na amani unipayo ni bora kuliko ile ya ulimwengu. Bwana, ninaomba kila kutokuelewana, kila kutokukubaliana, kila kutokuendana, katika jina la Yesu, hilo pando, hiyo mbegu, huo mfumo ninauondoa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, kila kinachoondoa amani, kinachosababisha migogoro, kinachosababisha kutoelewana, kinachosababisha vita, kinachosababisha upinzani, katika jina la Yesu ninatangaza asubuhi ya leo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, na king'oke katika jina la Yesu. Kila mbegu ya kipepo iliyopandwa kwenye marango yangu, kila mbegu ya kipepo iliyopandwa kazini kwangu, kila mbegu ya kipepo iliyopandwa kwenye biashara yangu, asubuhi ya leo mimi ninaing'oa katika jina la Yesu. Kila mbegu ya kiroho, kila mnyama wa kiroho, kila mdudu wa kiroho, natangaza moto wake juu yake katika jina la Yesu. Ikiwa kuna kiumbe shetani amemweka nyumbani kwangu, roho ya vita inaanza, roho ya migongano inaanza, roho ya kutokukubaliana inaanza, mifarakano inaanza katika jina la Yesu. Huyo kiumbe wa kiroho aliyefichwa kwenye nyumba yangu, katika jina la Yesu, na kupiga kwa radi na kuteketeza na kuharibia mbali katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo vunjika kila patano. Asubuhi ya leo futika kila maneno mabaya. Asubuhi ya leo ninakuondolea mbali, ninakuondolea mbali wewe wakara wa shetani, wewe mbegu ya shetani. Yeyote uliyeingia kwenye familia yangu, umekuja na laana ya kuachana, umekuja na laana ya uharibifu, umekuja na laana ya kutoelewana, umekuja na laana ya kutokusaidiana, umekuja na laana ya kutokusikilizana, ninakufukuza kwa jina la Yesu. Ninakuondolea mbali kwa jina la Yesu. Ikiwa ni rafiki aliyetumwa na shetani kwa siri, amekuja kuleta laana kwenye nyumba yangu,
kama ule mpango mbaya uliotengenezwa kwa ajili ya Israeli na yule mfalme aliyesema, sasa tutafute mabinti wazuri tuwapeleke katika kambi ya Waebrania ili wanajisike kwa uzinzi nao tuweze kuwashinda. Mpango wowote ulioandaliwa dhidi yako, dhidi yangu, katika jina la Yesu, mpango huo hautatimia, hautaonekana, hautatokea katika jina la Yesu. Kila mtu anaanza kujipenyesha, kujiingiza kwenye nyumba yangu, kuingia kwa watoto wangu, kuingia kwa biashara yangu, kuingia kwa cheo changu, katika jina la Yesu ninakuondolea mbali katika jina la Yesu. Pray. Shughulika na kila adui, shughulika na kila mbegu, shughulika na kila uchawi, shughulika na kila laana, shughulika na kila ubaya ambao shetani ameupanda kwenye nyumba yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila mtu wa kiroho, kila mdudu wa kiroho, kila mnyama wa kiroho, kila mbegu za kiroho zilizopandwa eneo lolote lile, katika jina la Yesu ninaziharibu asubuhi ya leo dhidi yako katika jina la Yesu. Kila mpango wa uovu uliotengenezwa juu yako ninauharibu katika jina la Yesu. Ninaua kila kilichotengenezwa na shetani kuwekwa kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Kila chochote kilichochukuliwa kutoka kwenye fedha yako, kutoka kwenye nguo zako, kutoka kwenye damu yako, kilichokuunganisha na nguvu za giza, kinachokuunganisha na roho za mateso, kinachokuunganisha na mifarakano, asubuhi ya leo na kisambaratisha katika jina la Yesu. Inua mikono yako je. Inua mikono yako je. Baba, ninaomba kila aliyeinua mikono yake juu, anainua mikono kutangaza ushindi juu ya vita ambayo imekuwepo kwenye maisha yake. Nami kwa neema ulionipa, ninaomba juu ya watoto wako asubuhi ya leo, wote ambao wamekuwa katika vita ya ndoa, wote ambao wamekuwa katika vita kazini kwao, wote ambao wamekuwa katika vita ya familia, natangaza roho wa amani awe juu yao. Nasema pokea roho wa amani katika jina la Yesu. Pokea roho wa amani kwa mume wako na mke wako katika jina la Yesu. Pokea roho wa amani kwa watoto wako. Pokea roho wa amani kwa wazazi wako. Pokea roho wa amani kazini kwako. Nasema roho wa amani yaambatane na wewe kuanzia leo katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Amen. Hebu nisikilize. Kwa dakika chache nataka tuombe kwa ajili ya ulinzi wa Mungu kwa wapendwa wetu. Daudi anasema, wakati wengine wanajivunia magari, majeshi na silaha, tunajivunia jina la Bwana Mungu wa majeshi. Wakati wengine wanajivunia kulindwa na vifaa vyao vya kisasa, kulindwa na teknolojia za kisasa, Biblia inasema wanaolinda bila Mungu wanafanya kazi bure. Hebu asubuhi ya leo ombea ulinzi juu ya wapendwa wako, na ukiweza wataje kwa majina. Waambie, ninakufunika kwa damu ya Yesu dhidi ya mfumo wa ajali na magonjwa ya kutisha, dhidi ya wizi na utapeli. Ninakufunika kwa damu ya Yesu juu ya madhara yote ambayo shetani ameyaandaa kutokea mwaka huu. Inua sauti yako, anza kutangaza ulinzi wa kimungu. Tangaza ulinzi wa kimungu. Tangaza ulinzi wa kimungu juu ya biashara yako. Tangaza ulinzi wa kimungu juu ya ndoa yako. Tangaza ulinzi wa kimungu juu ya watoto wako. Tangaza ulinzi wa kimungu juu ya kile unachokifanya. Mahali ambapo adui ametangaza uharibifu, hebu wewe tangaza kulindwa na Bwana. Inua sauti yako na uombe. Katika jina la Yesu, tunafahamu uko mpango mwema wa kimungu dhidi yetu na wapendwa wetu, na hiyo ni ahadi ya Mungu wetu asiyebadilika,
asubuhi ya leo, wakati huu tunatangaza mpango wa Mungu ndio utakaotimia kwetu na kwa watoto wetu katika jina la Yesu. Mpango wa Mungu ndio utakaoonekana, ndio utakaothibitika kwenye familia zetu katika jina la Yesu. Ila kila mpango wa uovu, kila mpango wa wanadamu, kila mpango wa shetani na ufutiliwe mbali kwenye njia yetu siku ya leo, kwenye mwaka wetu huu, kwa wiki yetu hii, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila pando baya, kila mfumo mbaya, kila ratiba mbaya iliyoandaliwa na shetani, tunaifutilia mbali. Tunapoianza siku ya leo, tunaondoa kila kusudio aliloliandaa shetani dhidi yetu na watoto wetu, dhidi yetu na maisha yetu. Kusudio hilo ni batili katika jina la Yesu. Ile neema iliyokuja kwa Zerubabeli kutangaza kuvilingisha lile jiwe la neema katika jina la Yesu, hiyo neema inashuka juu ya wana wa Mungu asubuhi ya leo. Kila vita, kila silaha, kila mpango hautafanikiwa katika jina la Yesu. Ninapindua kila hila za shetani, ninapindua kila uharibifu wa shetani, kila mabaya yaliyopangwa kwa watoto wetu, kila mabaya yaliyopangwa kwa ndugu zetu, ninayabatilisha kwa jina la Yesu. Ninatangaza ulinzi wa kimungu, ninatangaza mkono hodari wa Mungu, ninatangaza uwezesho wa kimungu, ninatangaza usalama wa kimungu katika hatua zetu za mwaka huu katika jina la Yesu. Njia zetu tutashinda hila za ajali. Magari ya ajali hautakuwa usafiri wetu leo. Vyombo vyote vya ajali havitakaribia maisha yetu leo. Ninatangaza ulinzi dhidi ya roho za mauti. Ninatangaza ulinzi juu ya roho zote za ulemavu. Ninatangaza ulinzi juu ya roho zote za uharibifu, roho za ushoga, roho za kuharibu ndoa, roho za kuharibu usichana, roho za kuharibu jana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho zote zilizotoka kuzimu, wanadamu wote waliotoka kuzimu, wanyama wote waliotoka kuzimu, ninawaondoa kwenye njia yangu na kwa njia ya wapendwa wangu katika jina la Yesu. Kila uharibifu hautatimia kwangu wala kwa watoto wangu. Ninaondoka katika njia ya uharibifu ninapoianza siku ya leo katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninatangaza ulinzi wa kimungu dhidi ya hatari zote, dhidi ya mifumo yote, dhidi ya njia zetu zote katika jina la Yesu. Ninatangaza ulinzi wa Mungu juu ya usalama wa mali zetu katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Wizi hautaibuka kwetu, mabaya hayatatokea kwetu, mauti haitatokea kwetu, uharibifu hautatokea kwetu, uhamisho hautatokea kwetu katika jina la Yesu wa Nazareti. Kila mpango mbaya hautatimia. Ninatangaza ulinzi wa Mungu. Ile neema iliyokuwa juu ya Elisha nabii inaachiliwa juu yetu. Tutalindwa na Bwana dhidi ya wanaotupangia mabaya, dhidi ya wanaotukusudia mabaya katika jina la Yesu. Endelea kuomba, tangaza ulinzi, tangaza ulinzi. Usitulie, usisikilize tu, omba mwenyewe. Omba mwenyewe. Nami ninakuombea katika jina la Yesu. Siku ya leo ninatangaza ulinzi wa kimungu dhidi yako. Ninatangaza ulinzi wa kimungu dhidi ya wapendwa wako katika jina la Yesu wa Nazareti. Ninakuombea kama mtumishi wa Mungu. Ninatangaza usalama juu yako. Ninatangaza usalama juu ya watoto wako. Ninatangaza usalama juu ya vyanzo vya mapato yako. Ninatangaza usalama juu ya uwekezaji wako katika jina la Yesu. Mabaya hayatawapata wala hayatawakaribia. Tauni haitawapata wala haitawakaribia. Ulemevu hautawapata wala hautawakaribia. Hasara hazitawapata wala hazitawakaribia.
na watangaza ninyi ni wana wa Mungu na mnalindwa kwa nguvu za Mungu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Uhalali wa kishetani unafutiliwa mbali dhidi ya maisha yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Natangaza afya ya kimungu juu yenu. Natangaza furaha ya kimungu juu ya familia yako. Natangaza baraka za Bwana juu ya nyumba yako. Natangaza maelewano na upendo kwenye ndoa yako. Natangaza neema ya Mungu iwe juu ya yote yatakayofanyika juu yako siku ya leo. Na hii siku ya leo, kila mbegu mbaya zilizokuwa zimepandwa kwenye maisha yenu hazitamea katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Inua mikono yako juu. Uwe salama wewe na watu wa nyumbani kwako. Hautadhurika, hautaonewa na hautaharibiwa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninauona uweza wa Mungu juu yako na mamlaka ya Mungu juu yako, kukufanikisha njia yako, kukuwezesha siku yako, na utaiona nuru ya Bwana katika nchi ya walio hai, katika jina la Yesu. Kwa dakika chache, najua tumekuwa na siku kadhaa, lakini leo tunaendelea, tunamshukuru Mungu. Kwa dakika chache nataka nizungumze jinsi ya kuruhusu utendaji wa Mungu katika maisha yako. Tumekuwa wana wa Mungu na nilizungumza siku ya Jumapili, hivyo lazima kutengeneza nafasi ya Mungu kushughulika na maisha yetu bila kujali kile ambacho tunakipenda sisi. Lazima turuhusu utendaji wa Mungu katika maisha yetu. Matokeo ya maisha yetu yanategemea nafasi ya utendaji wa Mungu katika maisha yetu. Ikiwa tutauruhusu utendaji wa Mungu katika maisha yetu, kuna vilio havitakuwepo kwenye malango yetu. Kuna mambo mabaya hayatatimia kwenye familia zetu ikiwa tumeruhusu utendaji wa Mungu. Fungua na mimi katika kitabu cha Yeremia sura ya 7 mstari wa 20 hadi wa 23. Yeremia ni moja kati ya manabii wa Agano la Kale ambao walitumwa na Mungu kwa ajili ya kazi maalum. Upendo wa Mungu kwa watu wake wakati wote huwa anamchagua mtu atakayesimama kuwasaidia watu kwa ajili ya maisha yao na kusudi la Mungu. Hebu sikiliza. Ukiona una mchungaji, Mungu amemweka kukusaidia kupatana na Mungu. Kazi ya mtumishi wa Mungu anayeletwa kwenye maisha yako, anakujenga ili ufanikishwe na Mungu. Kwa hiyo tabia ya Mungu huwa analeta watu ambao watakuwa msaada wa watu wengine au wa taifa lingine. Na moja kati ya watu walioletwa katika kipindi cha Agano la Kale alikuwa ni Yeremia nabii. Yeremia alikuwa amezaliwa katika familia ya kikuhani na Mungu akamchagua kuwa nabii. Alikuwa na umri mdogo, lakini Mungu akamuona ni bora na akamtia mafuta kwa ajili ya kutangaza nafasi ya Mungu katika mioyo ya watu. Kwa hiyo Yeremia akaanza kufundisha kama leo tunavyofundisha. Na lengo la Mungu lilikuwa ni watu wamrudie yeye. Katika hii sura ya 7 mstari wa 20 hadi 23 anasema, mstari wa 21, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema, tieni sadaka zenu za kuteketezwa pamoja na dhabihu zenu, mkale nyama. Maana sikusema na baba zenu, wala sikuamuru kwa habari ya sadaka za kuteketezwa na dhabihu siku ile niliyowatoa katika nchi ya Misri. Lakini niliwaamuru neno hili nikisema, sikilizeni sauti yangu, nitakuwa Mungu wenu nanyi mtakuwa watu wangu. Mkaeni
mkaende katika njia ile yote niliyowaamuru mpate kufanikiwa. Haya ni maonyo ya Mungu kwa taifa la Israeli kupitia nabii Yeremia katika kipindi hiki ambacho kilikuwa ni kipindi cha watu wa kuachana na tabia ya kiungu na kuishi kwa tabia zao wenyewe, jambo lililosababisha wasiuone utendaji wa Mungu juu ya maisha yao, bali ghadhabu ya Bwana ilikuwa juu yao. Na Yeremia anapomuomba Mungu katika eneo hili, anasema nimewakasirikia na mnapatwa na mabaya kwa sababu mmetoka kwenye lengo la mwito wenu. Unaangalia katika huu mstari wa 23, anasema niliwaamuru jambo hili, sikilizeni sauti yangu, nami nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakuwa watu wangu, mkaenende katika njia ile niliyowaamuru mpate kufanikiwa. Neno la Mungu linatupa picha ya kipekee kabisa katika maandiko haya. Katika sura hii Mungu anazungumza na wana wa Israeli kupitia nabii Yeremia. Anasema mmetoka kwenye lengo la wokovu wenu kutoka Misri. Lengo la kuwatoa Misri, lengo kuu lilikuwa niwe na watu wa kusikiliza sauti yangu, watu ambao ninawaambia hili ndio, hili hapana, hili lifate, hili liacheni. Ndio watu niliowatoa Misri. Lakini ninyi mmekuja kwangu na mmeacha maelekezo yangu, mnaishi kwa tabia zenu wenyewe, mnaridhia uovu, mnaridhia mifumo ya dunia, na kwa kujifanya mnataka kunishawishi, mnachukua dhabihu na sadaka kwangu ni kama hongo. Biblia inazungumzia nini? Wana wa Israeli walikuwa wanafikiria dhabihu zao zinawapa uhalali wa kutenda dhambi, na walikuwa wanafikiria kwa sababu wanatoa sadaka, Mungu atasahau juu ya tabia zao zisizofaa mbele za Bwana. Maana lengo la kuwatoa Misri, walikuwa wawe ni watu wa Mungu, alama ya Mungu duniani, wokovu. Ni kama vile sisi tulivyookolewa kutolewa katika ufalme wa giza, tumeletwa ili tufanyike kuwa nuru ya Kristo, ili watu wamtambue Mungu kupitia maisha yetu. Tunapokengeuka katika njia na matendo yetu, tunausababisha utendaji wa Mungu kunyamaza katika maisha yetu. Ule utendaji wa kimungu utanyamaza, sio kwa sababu hatutoi sadaka, lakini kwa sababu hatukutaka kumsikiliza Mungu anataka nini katika maisha yetu. Katika kitabu cha Yeremia tunapata picha kubwa juu ya mtazamo ambao tunaweza tukawa nao leo, ya kuwa tunaishi maisha tunayoyataka, sio mtazamo wa Mungu anaoutaka. Na hii ni athari kubwa sana ambayo inaweza ikameza hata watu waliokoka, kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu, kwa kufuata mifumo ya dunia hii. Tukisha toka kwenye tabia za kimungu, mtazamo wa kimungu, mwenendo wa kimungu, hata tukifanya nini mbele za Bwana hatutakubalika. Hakuna uhalali wa mtoa sadaka kutenda dhambi. Hakuna uhalali wa mtu anayesapoti kazi ya Mungu kuishi katika uovu. Sadaka yako sio ya maana kuliko roho yako. Tunaweza tukawa tunafanya kazi ya Mungu, lakini maisha yetu yamejaa makorokoro mengi sana. Hatuna ushuhuda ya kuwa sisi ni watu wa Mungu. Tunaridhia matendo ya mwili na nia, na tunautarajia utendaji wa Mungu katika maisha yetu. Hapana. Lengo la Mungu kutuokoa ni tuwe taa ya Mungu,
Yaani watu wakitutazama wamuone Mungu. Na ndiyo maana Biblia inasema Yesu aliuvua utukufu wake ambao alikuwa nao huko mbinguni. Anasema ninaweza hata kuamuru jeshi la malaika likashuka hapa kupigana, lakini sitaki. Kwa nini? Ninatamani watu wamuone Baba kupitia mimi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anaweka tamanio la kuhakikisha analitimiza kusudi la Mungu, kusudi la kutoka mbinguni kuja duniani. Maana akitumia mamlaka yake, akitumia uwezo wake, akitumia nguvu zake, ametoka kwenye agano la ukombozi. Tunapoitwa katika Kristo, kuna maisha lazima tukubali kuyaacha. Kuna mienendo lazima tukubali kuiacha. Kuna mitazamo lazima tukubali kuiacha. Ndipo tutakapokutana na utendaji halisi wa Mungu katika maisha yetu. Ulikuwaje zamani na sasa ukoje? Hiki ni kitu muhimu sana ambacho kitampa nafasi Mungu kufanya kazi na wewe. Unaishije? Unatendaje? Unawazaje? Ni kitu muhimu katika maisha yako. Usiseme kwa sababu mimi yani tumetengeneza nafasi ya kulidhalilisha jina la Bwana. Na hii ni hatari, kwa sababu Mungu hatafanya kazi katika maisha yetu. Anazungumza katika Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15. Anasema hivi, fanya uwezavyo kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari au kuona aibu, ukitumia kwa halali neno la kweli. Tunapojitetea juu ya mienendo zetu na tabia, hatujisaidii, tunajiua katika upendo wa Mungu. Mungu asingependa kumtumia mtu ambaye anamdhalilisha kwenye jamii. Unajua jamii kuna namna haitaki tuone, yani tuliookoka, yani mpaka imeisha jua wewe si umeokoka, wewe si fulani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe ni kweli umeokoka, marafiki zako walevi, kuwa serious brother. Wewe umeokoka lakini tabia zako na za ngono haziondoke, kuwa serious. Mungu anataka kushughulika na wewe. Wewe unashughulika na dhambi. Mungu anataka umshinde shetani wa maisha yako. Wewe unashindwa na dhambi. Hapana. Lazima ukubali kuishinda dhambi. Na hakuna dhambi unashindwa kuiacha. Huwa ninafundisha nasema, ukijikuta ni raibu, hebu jifunze, weka ratiba ya kufunga. Utajikuta ile roho inaanza kukuachia. Ni tabia gani inayokutesa? Ni tabia gani inayokamata maisha yako? Ina nguvu sana sana ya kuzuia utendaji wa Mungu. Hasa inakuwa kama kazi ya msalaba ni bure. Unapoitwa jina la Mkristo lakini hakuna matokeo ya kimungu katika maisha yako. Hebu asubuhi ya leo anza kutazama. Itazame njia yako. Uko sawa? Na kama hauko sawa, tengeneza maisha yako. Kama kweli unamtaka Bwana na nguvu zake katika maisha yako, tengeneza njia yako. Usikubaliane na dhambi. Usikubaliane na kudhalilisha Ukristo. Kuna watu tumejidhalilishia, mavazi tunayovaa yanaondoa ushuhuda wa watu wema. Maeneo tunayokaa yanaondoa ushuhuda wa kimungu. Maisha yetu yana reflect nini kwa watu wa mataifa? Yaani mpaka watu ambao hawajaokoka wanakushangaa.
alafu nataka Mungu akubariki, Mungu akuinue, Mungu akutetee. Na ndiyo maana yale mabaya, Biblia inasema yale mabaya leo wapata wa Misri hata wapata ninyi. Lakini unashangaa yanakupata. Kwa nini yanakupata? Katika Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 3 anatoa mwongozo, anasema hivi. Mwandishi ni Daudi na alikuwa anatamani watu wapokee ushindi kama aliyoupokea yeye katika maisha yake. Anasema hivi: heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo aipendayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Mstari wa 3 anasema hivi: naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halikunyauka, na kila alitendalo litafanikiwa. Hakuna njia nyingine yoyote Mungu atashughulika na wewe kwa kulikataa neno lake alilolitangaza. Yaani kama Mungu anasema mafanikio yako yanategemea hali yako ya utakatifu. Unajua utakatifu ni haki. Neno utakatifu ni haki. Yaani kwa mfano, yaani unachokifanya kinatafsiriwaje? Unavyoongea, umeajiriwa mahali, uko kwenye kampuni, uko benki, ni mwalimu, popote ulipo, wateja wako unazungumza naoje? Wanaweza kukapata karadha kama mtu aliyeokoka, ni daktari, ni nesi. Wateja wako wale wanakapata karadha kama mtu aliyeokoka? Wanaliona tabasamu la mtu aliyeokoka? Wanaona upendo wa mtu aliyeokoka? Wewe ni bosi mahali, ni kweli ukifanya vibaya wanaweza kukudharau wafanyakazi wako na nini, lakini katika kuongoza kwako, katika kuadhibu mtu, mimi huwa nasema zamani kuwa yani mtu akinikosea kidogo lazima nimfundishe adabu. Yani akifanya kitu kidogo lazima nimuonyeshe. Lakini kila ninavyoendelea nikana jifunza, lazima nikija kumwadhibu mtu, akikaa mahali aseme niliadhibiwa kwa sababu nilikosea. Yaani hata mwenyewe nafsi yake mshuhudie kwamba nimeadhibiwa, nimefanyiwa haya kwa sababu nimekosea. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka hiki anachozungumza Zaburi: heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Anazungumza nini? Heri mtu yule asiyefanana, asiyenenda, asiyetenda kama watu wasio na Mungu, na hajihusishi na maisha ya watu waliokorofishana na Mungu, wala hapatani na mtazamo wa kipuuzi wa dunia na kumwacha Mungu wake. Mtu anayeishika sheria ya Bwana na kuitafakari siku zote, huyu ndiye mtu ambaye Daudi anasema atapata matokeo ya kustawi na kuendelea mbele. Kama una uhitaji uingiliaji wa Mungu katika maisha yako, tazama tabia zako. Ni kitu muhimu. Ngine mnafanya vitu vya ajabu na mnafikiri Mungu hajui. Wewe uko unanipigia simu, hata kama ulifanya tukio wiki, nitakusikiliza, nitazungumza na wewe. Siwezi kukwambia kila mtu umetenda dhambi, umezini, umefanya hivi, umelewa, lakini tunafahamu. Na shida sio kwangu, shida ni kwako. Unajigombanisha na Mungu wewe mwenyewe. Hasa wakati wa shida ndipo utakapokuja kuelewa. Maana kuna wakati ambao tunahitaji nguvu za Mungu za haraka kwenye maisha yetu, yaani ukombozi wa haraka. Sasa unajikuta umeishaingia kwenye mitego ya adui zako. Hebu asubuhi ya leo zichunguze tabia zako. Kama Timotheo anavyoambiwa, ujionyeshe kama umekubaliwa na Mungu.
Yaani watu wakikuona tu wajue huyu kaokoka. Na kama watu unaoishi nao hawawezi. Wakati naokoka, mama yangu aliwahi kunipa mtihani, nikaogopa kutesti. Alikuwa anaumwa miguu, ilikuwa inamsumbua sana, alikuwa na shida ya mishipa kuziba. Sasa akaniambia hivi, kama umeokoka na una Mungu, niombe sasa hivi nipone. Kama siponi acha na wewe. Sasa ndio nimeokoka na siku 2. Sasa najiuliza nitaweza kweli? Hilo sasa hivi mtu ukijaribu kuniambia hivyo na testi. Sasa Timotheo anaambiwa jionyeshe kuwa ni mtu uliyekubaliwa na Mungu. Watu wanaokutazama, ndiyo Biblia inazungumza. Unajua watu wanasema Mungu anaangalia roho. Hapana, mazingira yako yanakutafsiri wewe ni nani na unastahili nini. Asubuhi ya leo badilisha tabia yako na utendaji wa Mungu utatokea kwenye maisha yako. Mimi nakuombea, pokea mwanzo mpya. Uanze kuishi maisha yanayompendeza Mungu katika jina la Yesu. Ninakuombea unapoianza siku ya leo, pokea afya na uzima kwenye mwili wako na kwenye afya za wapendwa wako katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninakuombea unapoianza siku ya leo, pokea ulinzi wa kimungu kwa kila hatua utakayokuwepo siku ya leo katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Unapoianza siku ya leo, ninakuombea pokea hekima ya kufanya maamuzi yatakayozaa faida katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninakuombea unapoanza siku ya leo, pokea neema ya ukombozi katika hatari zote ambazo zitatokea siku ya leo, wewe na watu wa nyumbani kwako katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Pokea neema ya kushinda mahali ambapo kuna upinzani wa kipekee katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninatangaza unapoanza siku ya leo, pokea upendo kutoka kwa watu bora waliokuzunguka katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Siku ya leo, pokea muujiza katika kila eneo unalomwamini Mungu. Wewe unaipanda mbegu yako, sadaka yako asubuhi ya leo, kwa imani unasema nitamtumikia Bwana katika siku yangu ya leo. Ninasema pokea ongezeko zaidi na zaidi katika kila unachokifanya siku ya leo, ukastawi na kuongezeka katika jina la Yesu. Nabariki sadaka yako, nabariki na vyanzo vya mapato yako unapoianza siku ya leo. Ninakuombea unayotoa zaka yako asubuhi ya leo, Mungu aongeze utendaji wake katika maisha yako, aongeze mzunguko katika biashara yako, aongeze mzunguko katika vipato vyako. Ninakubariki katika maisha yako, ninakubariki katika hatua zako zote. Ongezeka, stawi kwa kumelisimamia neno la Bwana katika jina la Yesu wa Nazareti. Morning glory in Jesus name.